worship you, Lord. Worship you together, the maker, the one who created you, the one who made you. Worship him, worship him. The one who watches over you. His eyes watching you. He's watching over you. He's the one who's taking care of you. He's the one who's been fighting for you. Just worship him, worship him. Oh, hallelujah. Oh, we cannot put you out. Oh, you are the same yesterday, today, forever. We worship you. We bless you. We honor you. We glorify you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. We pray and believe. Someone say amen. Amen. Let's give a big hand to our Lord. In Jesus' name. Thank you, choir. Let's be seated. The subjects. What happens when you are born again? Nini utendeka unapookoka? Amen. Amen. I know most of us are born again. Najua wengi wetu tumeokoka. We have received Christ as Lord and the Savior of our life. Tumempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. What happens when you are born again? Nini hufanyika unapookoka? We need to know that. Tunafaa kujua hayo. Because when we know what has happened to us, kwa sababu tukijua kile kimetendeka kwetu, then we will have that confidence. Basi tutakuwa na ujasiri. We will have that assurance. Tutakuwa na kuhakikishiwa. Say who we are. Kusema sisi ni nani. What happens when you are born again? Nini hufanyika unapookoka? In 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Katika Wakorintho wa pili 5:19. In this version it says. Katika nakala hii inasema. We become a new creature. Tunafanyika viumbe wapya. All things are passed away. Mambo ya kale hupita. All things are become new. Na mambo yote hufanyika mapya. Father, we thank you for your word. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. As we bring it forth, tunapolileta, give us the interpretation. Tupe upambanuzi. Lord, we pray for your people, they receive your word. Baba, tunaombea watu wako wapokee neno lako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Biblia inasema. Therefore. Basi. No one you see the word therefore. Unapoona neno basi. It means there was something that has been happening. Ina maana kuna kitu kimekuwa kikitendeka. Therefore. Basi. There is something you have been working on. Kuna kitu umekuwa ukifanyia kazi. While I was in school. Nilipokuwa shuleni. I was not good at mathematics. Sikuwa mzuri katika hesabu. But we were doing some calculation. Lakini tulikuwa tukifanya hesabu fulani. And you reach a point you put 3 dots, 1, 2, 3. Halafu unafika mahali unaweka nukta 3, yani basi. Professor will tell you that mathematics. You put some 3 dots. Professor atatuambia unaweka nukta 3. It means you have been working on something. Ina maana umekuwa ukifanya kitu. Now the conclusion of the matter. Basi unafika tamati ya neno. The true answer you are having. Jibu la kweli ulilonalo. Paul was saying. Paulo alikuwa anasema. Anyone is in Christ. Yeyote akiwa katika Kristo. Hello. If anyone is in Christ, yeyote akiwa katika Kristo. Are you in Christ? Je, uko katika Kristo? I want to ask you. Hilo ndio swali na kuuliza. Are you in Christ? Je, wewe uko katika Kristo? The Bible says. Biblia inasema. Anyone is in Christ. Yeyote akiwa ndani ya Kristo. A new creation. Basi yeye ni kiumbe kipya. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. The old has passed away. Ya kale yamepita. The new has become. Tazama yote yamekuwa mapya. The way I'm seeing you. Namna ninavyokuona. You are a new person. Wewe ni kiumbe kipya. You are not the way you used to be. Hauko vile ulivyokuwa. Outside you may look that face. Basi nje unaweza kuonekana uso ule ule. You are a new person. Lakini ndani yako wewe ni kiumbe kipya. If you are born again. Kama umeokoka. If you have received Christ. Kama umempokea Kristo.
Kristo, you are a new creature. basi wewe ni kiumbe kipya. Amen. Amen. You are brand new. Wewe ni kiumbe kipya. Amen. Amen. It means Inamaanisha if anyone belongs to Christ, yeyote akiwa ndani ya Kristo, you become a new person. basi unafanyika mtu mpya. Don't see me the way you used to see me. Basi usinione vile ulivyoniona kitambo. Though some of you don't know me. Basi wengine wenu hamjui. Don't see me the way you don't know how I used to be. Usiniangalie kana kwamba unajua nilivyokuwa hapo mbele. I was not born a pastor. Sikuzaliwa mchungaji. I was not born again. Sikuzaliwa nikiwa nimeokoka. I was a bad man. Nilikuwa mtu mbaya. Paul, when he was writing this word, Paulo alipoandika hili neno, first of all, kwanza Paul was persecuting the church. Paulo alikuwa akilitesa kanisa. He was killing the Christians. Alikuwa akiwaua He was Wakristo. doing bad things. Alikuwa akifanya mambo On mabaya. his way to Damascus, Alipokuwa katika njia kwenda Damaski, Jesus. alikutana na And Yesu. after meeting Jesus, Baada ya kukutana na Yesu, the life changed. maisha yake The yalibadilika. old way Mambo ya kale became yakapita, a new person. akafanyika mtu mpya, Now speaking the gospel of Jesus akinena Christ. injili ya Yesu Kristo. If anyone is in Christ, Basi yeyote akiwa kwa Kristo, he's a new creature. yeye ni kiumbe He's kipya, a new person. yeye ni mtu mpya, He's a new one. yeye ni mtu mpya. Have you seen something new? Je, umewahi kuona kitu kipya? Have you seen something new? Umewahi kuona kitu kipya? I received this Bible. Alipokea hii Biblia, It was new. ilikuwa mpya, It was wrapped in this box. ilikuwa imewekwa katika boksi It hili, was new. ilikuwa The mpya. one I was having, Ile niliyokuwa it nayo was having some rats. ilikuwa na matambara. A new thing is wrapped in a good. Kitu kipya kinafunikwa vizuri na boksi mpya. Amen. Amen. You are a new person. Wewe ni kiumbe You are kipya, a new person. wewe ni mtu I mpya. say you are a new person. Nasema wewe ni kiumbe It doesn't kipya. matter your history. Haijalishi It historia doesn't matter yako, where you come from. haijalishi It umetoka doesn't wapi, matter the life you live. haijalishi maisha Because uliyoishi, you met Christ. kwa sababu ulikutana na Kristo. Kabla hujakutana na Kristo, Yes, you are bad man. ulikuwa mtu mbaya, You are bad woman. ulikuwa mwanamke mbaya, After meeting Christ, lakini baada ya kukutana na you Kristo, are a new. wewe ni mpya, You are new. wewe ni mpya. The old has gone. Ya kale The yamekwisha, new has begun. kipya kimeanza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The Bible says Biblia inasema He erases all. anafuta yote. Amen. Amen. He erases all. Anafuta yote. Amen. Amen. Whatever you used to do, Yale uliyokuwa ukifanya He erases. anafuta. And then He starts from where you have received Christ. Basi anaanzia pale ambapo umempokea Kristo. Your life starts where you have received Christ. Maisha yako yanaanzia pale umempokea Kristo. Amen. Amen. Even at the last minute when you are dying, Hata dakika ya mwisho unakufa, if you have not born again, kama hujaokoka and you give your life to Christ, na upeane maisha yako kwa Kristo, the old will be erased away. yote ya kale And the yatafutwa new will start from there. na mapya yataanzia hapo. If you are acting with me, Kama unapigana nami, ask the thief on the cross. uliza yule mwizi kule He msalabani. was with Jesus. Alikuwa na Yesu, They were there. walikuwa pale. Another one said, Mmoja alisema, me, I will go with my old habits. mimi nitaenda na tabia I zangu go za with my zamani, stealing. nitaenda na wizi wangu. But you, why can you save us? Na wewe kwa nini usituokoe? But the other one said, Lakini huyo mwingine alisema, I know this man is a righteous man. mimi namjua huyu mtu ni mwenye He has haki, not done anything. hajafanya makosa yoyote. Afadhali mimi nimefanya kitu, lakini huyu atafanya. And he said, Na akasema, Master, wewe Bwana, remember me nikumbuke when you go there. ukienda huko. The master, even on the cross, he could save the man, this man. Bwana akiwa msalabani angemwokoa huyu. Akamwambia, You will be with me in paradise. utakuwa nami paradiso. He didn't go for much water. Hakuingia katika maji mengi, He didn't sit in a class in a church like this. hakuingia darasani kama kanisani kama humu, But when he received Christ, lakini alipompokea he Kristo became a new creature. alifanyika kiumbe kipya. He was marching to go to heaven. Alikuwa anaingia mbinguni. When you become a new creature, Ukifanyika kiumbe kipya, the old has gone. ya kale hupita. All habits. Tabia za zamani, If you are glutton, kama ulikuwa mulafi, when you get Christ, unapompokea Kristo, all habits
goes. ya tabia za zamani zinapotea. Kama ulikuwa mwongo, If you receive Christ, ukipokea Kristo, all habit has gone. tabia zamani inaenda. If you receive Christ, Ukimpokea Kristo, you are doing things that were not glorifying God. kama ulikuwa unafanya mambo ambayo hayakumpa Mungu When you utukufu, receive Christ, ukimpokea Kristo, because Christ is complete. kwa sababu Kristo ni mkamilifu, When you go, you receive Him. ukimpokea He's complete. yeye ni mkamilifu. Amen. 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 If you receive Christ, Ukimpokea Kristo, the old has gone. ya zamani yanapita, The new has come in your life. tazama yote yamekuwa mapya. Amen. Amen. Christians are brand new people Kwa Kristo ni viumbe vipya on the inside. ndani. I'm talking about the inside. Naongea kuhusu ndani. Amen. Amen. When I got saved, Nilipookoka, people doubted me. watu walikuwa na shaka nami, They gave me some 6 months. wakanipa miezi 6. Wacha huyu anachofanya tu, wacha tuone, huyu ataturudia tu. Wakangojea asirudi. Baada huyu aturudini tena nyuma, aturudi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. They waited. Walingoja They wakangoja. said, wacha tu. Wacha tu akipata kazi atabackslide. Thank God nilikuwa kabla sijapata kazi. Wakasema wacha tu sajaoa atabackslide aoa. Nilikojea. Bwana asifiwe sana. Amen. They waited. Walingoja You see when I'm going to go back. kuona vile nitarudi nyuma. What the point I'm emphasizing. Pointi ambayo When ninasisitiza, you are in Christ, you are a new creature. ukiwa katika Kristo wewe ni kiumbe kipya, The old has gone. ya kale yamepita. Can you forget all the old? Basi sahau yale ya If zamani. the devil reminds you, Hata shetani akikukumbusha, the old has gone. ya kale No yamepita. turning back. Hakuna No kugeuka, turning back. hakuna kugeuka, Forward ever. kwenda mbele tu, Forward ever. kwenda mbele No tu, turning back. hakuna kugeuka. I've never seen a soldier or a policeman Sijawahi kuona jeshi ama polisi who's marching behind. ambaye anarudi nyuma, rudi The nyuma, moment nyuma. you see a policeman marching behind, Ukiona polisi akirudi nyuma, itakuwa history. hiyo itakuwa ni historia. Amen. Amen. Forward. Kwenda mbele tu, Forward. mbele, Forward. mbele. Have we agreed on that point? Je, tumekubaliana na hiyo point? That you are a new creature. Basi wewe ni kiumbe kipya, You are a new creature. wewe ni kiumbe You kipya. are no longer the one Wewe si yule aliyekuwa, they used to see. yule ambaye walikuwa wakiona. Amen. 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 The Holy Spirit, Roho Mtakatifu He gives us a new life. anatupa afya mpya. Amen. Amen. You know you have received Christ. Umempokea Kristo And we are saying you are a new creature. na tunasema wewe ni kiumbe The kipya. Holy Spirit gives you a new life. Roho Mtakatifu anakupa uzima mpya. Amen. Amen. There was a problem Tulikuwa na shida with this man called Nicodemus. na huyu mtu anaitwa Nikodemo. He was a religious man. Alikuwa mtu wa He kidini, was a leader in the church. alikuwa kiongozi kanisani, But the old was still in him. lakini mambo ya kale yalikuwa The ndani old was yake, still in him. ya kale yalikuwa bado ndani yake. Jesus looked at him. Yesu alimwangalia, When he approached him. alipomkaribia, How can I do so that I can go to the new to heaven? nifanye nini ili niingie He told mbinguni? him, you need to be born again. Akamwambia uzaliwe mara ya pili. The man took it literally. Huyu mtu akaichukua juu He juu, told him, go to the mother's womb again. alifikiria ataingia katika tumbo la mamake, Jesus told him, lakini Yesu he's alimwambia, looking at his heart. anaangalia katika moyo wake. His heart must be born again. Moyo wake unafaa His uokoke, heart must change. lazima moyo wake ubadilike. The old habit must go. Tabia za zamani lazima ziishe. Amen. Amen. The issues in the heart. Mambo ndani ya moyo wako, Out of the abundance of the heart, katika wingi wa moyo from the mouth speaketh. basi mdomo unena. So what are you feeding in your heart? Wewe unafikiria nini? Unalisha nini moyo wako? If you have been feeding that in your heart, Kama umekuwa ukilisha uchafu moyo wako, you give out the dirt. basi utatoa uchafu. So the heart needs to be pure. Kwa hivyo moyo unafaa kuwa safi. Amen. Amen. We are talking about the man of the heart, Tunaongea kuhusu mambo ya moyo, the man of life and death. sehemu ya uzima na mauti. Choose life Chagua uzima and you live, na utaishi. and you can choose death and you die. Unaweza kuchagua mauti na ufe. Jesus says, Yesu anasema if you receive him, ukimpokea you become a new creature. unafanyika kiumbe kipya. We have seen Paul. Tumeona Paulo When he received Jesus, alipompokea Yesu he changed. alibadilika, He changed. alibadilika. When you receive Christ, Ukimpokea Kristo, when you are going this side, kama ulikuwa unaenda upande you huu, make a bow turn. unageuka,
You start going this side. unaanza kwenda upande You huu. leave what you are doing. Unawacha yale uliyokuwa You ukifanya. start doing what Jesus wants you to do. Unaanza kutenda yale Yesu anataka utende. Amen. Amen. And that's when we will be called a Christian. Hapo ndipo utaitwa Mkristo. You are like Christ-like. Unafanana na You are Kristo. doing what Christ was doing. Unafanya yale Kristo alikuwa akifanya. You are a new person. Wewe ni kiumbe kipya. Even Jesus, Hata Yesu he was there from the beginning. alikuweko kwanza ya During mwanzo the creation of the world. akifanya uumbaji wa nchi, But for him to come and save us, lakini ili aje atuokoe he had to be born again. ilibidi azaliwe mara ya He pili. came like a child. Alikuja kama mtoto, We received him like a child. tulimpokea kama mtoto. Amen. Amen. He grew with us. Alikuwa nasi, He took the nature of our sins. akachukua mfano wa dhambi zetu. For that 3 years he was collecting our sins. Miaka 33 alikuwa akichukua dhambi He zetu. was collecting our sins. Alikuwa akichukua dhambi He was zetu. collecting our sins. Alikuwa akichukua dhambi zetu. And then he took them on the cross. Alafu akazipeleka msalabani, He nailed them there. akaziangika And he pale, said it is finished. akasema imekwisha. Praise the Lord. Bwana, Took our sins. kwamba Yesu alichukua dhambi zetu, He washed us. alitusafisha. Amen. Amen. In him we are no longer having sins again. Ndani yake hatuna dhambi tena. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we are not the same anymore. Na tuko vile tulivyokuwa mwanzo. I say we are not the same anymore. Nasema hatujabaki vile tena. People who used to say us sinners. Wale waliotuona tukiwa watenda dhambi, When we received Christ, tulipopokea Kristo we have changed. tumebadilishwa. It doesn't matter what they say about me. Haijalishi kile wanasema But I kunihusu, know I'm changed. kile najua nimebadilika. Amen. Amen. One thing I know, Jambo moja I was najua, a sinner. nilikuwa mtenda When dhambi, I met Jesus, lakini nilipokutana na I Kristo met about time. nilibadilika. I'm a changed man. Mimi ni mtu I'm a aliyebadilika, changed man. nimebadilika. When you met Christ, Ulipokutana you na are a Kristo changed man. You umebadilika, are no longer a sinner. haufanyi dhambi tena. Praise the Lord. Bwana We asifiwe. are no longer sinners. Sisi si watenda dhambi tena. Amen. Amen. Of course, the devil may tempt me, Shetani anaweza nijaribu, ndio, but I've been given power lakini nimepewa to nguvu resist the devil, kumpinga shetani, to resist him, kumpinga, and tell him, "Come back, I don't want you." nimwambie rudi, sikutaki. Amen. Amen. Don't entertain Satan. Usikubaliane na shetani. Amen. Amen. I've always told you, Kila wakati nimewaambia, the devil is not your mother-in-law. shetani si mama mkwe. Unamwokopa tu mother-in-law ni mwenye habari. Shetani mtu akukemea. Praise the Lord. Amen. Ukondesha litimo. Mkemee shetani, Refuse the devil. kataa shetani. Amen. Amen. Because you are a new creature. Kwa sababu yeye ni kiumbe kipya. If he brings the old habits, Akileta tabia za zamani, tell him, "I don't want that habit. unamwambia sitaki hii tabia, I refuse it ninaikataa in the name of Jesus." katika jina la Yesu. Refuse it. Ikatae. And you must be violent when you are refusing the Na devil. ni lazima utumie nguvu unapomkataa, Because he will come. kwa sababu atakuja. Anakupombeleza, anasema, you remember what he did in the Garden of Eden? Unakumbuka kile alichofanya katika bustani ya Edeni? Told them, "This fruit is good. Alimwambia hili tunda ni zuri, I've just told you that so that you cannot be knowing many things." uliambiwa tu ili usijue mambo mengi. Tell him, "Devil, can you get out of my way?" Ambia shetani, ondoka njiani mwangu. You are a new creature. Wewe ni kiumbe And the kipya, Holy Spirit has given you power na Roho Mtakatifu amekupa nguvu to resist the devil. kupinga shetani. On your own, you cannot make it. Peke yako huwezi. Try with the strength of ukali. Ukijaribu na nguvu za ugali hutaweza. Akinakula ukali mingi sana, shetani anakuja kupambana naye. Hakuna. Utashangaa atakuangusha naye ukali. But with the Holy Spirit, Lakini na Roho Mtakatifu we resist the devil. tutapinga shetani. Amen. Amen. Hallelujah. We Haleluya. are not the same anymore. We are not the same again. Hatujabaki vile tena. Amen. Amen. We are not reformed. Hatujabadilishwa, We are not rehabilitated. hatujarekebishwa, We are not re-educated. hatujafunzwa tena, But we are recreated. lakini tumeumbwa upya. We are recreated. Tumeumbwa upya. Amen. Amen. Somebody, and you have been recreated. You are looking, and then when people look at you, they say, "Hey, so and so has changed." Umeumbwa upya kiasi kwamba watu wakikuangalia wanasema fulani hakika amebadilika. Have you gone somewhere? Je, umewahi enda mahali? Many times I've gone somewhere, people ask me, I don't know, they ask
you are born again. Wakati mwingine nimeenda mahali watu wananiambia unaonekana kama umeokoka. Asking them why? Nikiwauliza kwa nini? You just look like that. Wanasema unaonekana hivyo. Not that I was walking like humble. Because salvation is not walking like humble. Kuokoka si kutembea ukinyenyekea eti ukinama. That is cowardness. Huo ni uoga. When you are born again, you walk with your shoulders high. Ukiwa umeokoka unatembea na ujasiri. You walk with your shoulders high. Unatembea na ujasiri. You strong where you are supposed to enter. Unaingia pale unafaa kuingia kwa nguvu. Amen. Amen. You claim your rights. Unaomba na kuuliza haki yako. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. It doesn't matter, you are a new creature. I say you are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Amen. Amen. What happens when you are born again? Nini utendeka ukizaliwa mara ya pili? You are a new creature. Wewe ni kiumbe The kipya. old has gone. Ya kale The yamepita. new has become. Mapya yameanza. Amen. Amen. You are living in the Bible with the union with Christ. Unaishi kwa ushirika na Kristo. You are living with Christ. Unaishi na You Kristo. are walking with Christ. Unatembea na You Kristo. are no longer alone. Haukai peke yako tena. When you are praying with Christ. Ukiomba unaomba na When you Kristo. are singing, you are singing with Christ. Ukiimba unaimba na Kristo. You are a new creature. Wewe ni kiumbe You kipya. are united with Christ. Umeunganishwa na Kristo. Amen. Amen. What Christ would have done, you can do on behalf of the Christ. Kile Kristo angetenda unaweza kutenda kwa niaba yake. In the book of Colossians, Katika Wakolosai chapter 2, verse 6. 2:6. Colossians chapter 2, verse 6. Wakolosai 2:6. What happens when you are born again? Nini utendeka ukiokoka? People who don't ask you, wewe umeokoka. Tutajuaje kama umeokoka? Mwambie mimi ni mpya. Moyo wangu ni mpya. Masengenyo imekwisha, hasira imekwisha, ugomvi imekwisha, moyo wangu ni mpya, uchanjo ukora imekwisha. You know, everything must start from the heart. Kila kitu lazima kianze moyoni. If it starts from outside, Ikianzia nje, hapana. It starts from the heart, then it manifests outside. inaanza moyoni kisha inadhihirika nje. The Bible says, Biblia inasema, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, so walk in Him. enendeni vivyo hivyo katika yeye. Amen. Amen. Have you received Christ? Je, umempokea Kristo? As therefore you have received Christ Jesus as your Lord, Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, walk in Him. enendeni vivyo hivyo katika yeye. Walk in Christ. Tembea katika Kristo. Live in Christ. Ishi katika Kristo. Live in Christ. Ishi katika Kristo. Walk in Him. Tembea ndani yake. Amen. Amen. If you have received Christ, Kama mmempokea Kristo, walk in Him. tembea ndani yake. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Walk in Christ. Tembea katika Kristo. How was Christ walking? Je, Kristo alikuwa akitembeaje? His walk was a walk of prayer. Alikuwa akiishi na kutembea maisha ya maombi. Walk like Christ. Tembea kama Kristo. How was Christ walking? Kristo alikuwa akitembeaje? His walk was in the synagogue. Alikuwa akitembea katika sinagogi. At the age of 12, Katika miaka the 12 parents were looking. wazazi wake walikuwa wakimtafuta. We had Jesus. Tulikuwa na Kristo. Where is He? Ako wapi? They were crying. Walikuwa kilia. They were looking. Walikuwa wakimtafuta. When they get Him Walimpata wapi? in the synagogue, Walimpata katika sitting sinagogi under the teachers. akiwa ameketi chini ya He was walimu being taught. akifundishwa. If you have received Him, you have received Christ. Kama umempokea Kristo, Walk into the teaching. tembea katika Walk mafundisho. in the doctrine. Tembea katika maelezo. Walk in the fellowship of brethren. Tembea katika ushirika wa wapendwa. In Jesus' name. Katika jina la In Yesu. verse 7. Mstari wa 7. Amen. Amen. Be rooted. Bibi wekeshwa katika mzizi And build up in Him. na ukajengwe ndani yake. Amen. Amen. If you are born again, Kama umezaliwa mara ya be pili, rooted in Christ. weka shina lako katika Kristo. Amen. Amen. Do you know what the roots do to a tree? Je, mnajua shina hufanya nini kwa mti? It goes down. Inaenda chini, Brings forth inaleta chakula for the nourishment of the tree. ili mti ukalishwe. If you want to grow, Ukitaka kukua, be rooted in Christ. basi weka shina lako katika Kristo. Be rooted in Christ. Weka shina katika Kristo. Amen. Amen. Peleka mizizi ndani katika Yesu. Peleka mizizi ndani. Hiyo Kristo juu hivi hapana, utaanguka kama Cyprus. Mti ya Cyprus. Unameshajua hiyo mti. Ubebe ikukuja hivi inatokanga hivi tena inaanguka kwa nyumba yako. Be rooted in Christ. Weka mzizi wako Be katika Kristo. built up in Him. Jengwa katika Kristo.
In which things are you rooted in? Basi wewe umeweka mizizi kwa vitu gani? Before you were born again, Kabla ya kuokoka, we were rooted in our tradition. tulikuwa tumeweka mizizi katika utamaduni wetu. Before we were born again, Kabla ya kuokoka, we were rooted in the things of this world. tulikuwa tumeweka mizizi kwa vitu vya But ulimwengu. after receiving Christ, Lakini baada ya kupokea we Kristo, are rooted in Christ. tunaweka mizizi yetu kwa Kristo. Amen. Amen. We are rooted in Him. Tumeweka shina letu ndani Why should yake. I root in Him? Kwa nini tuweke mizizi ndani When He yake? was ascending to heaven, Alipokuwa akipaa He mbinguni, said, I'm going to build for you a mansion. alisema ninaenda kuwajengea makao. Amen. Amen. And those people will go there. Na wale wataenda huko, They must be deep rooted in Christ. lazima waweke mizizi yao ndani ya Kristo. They must be built up in Christ. Lazima wajengwe ndani ya They Kristo. must be having muscles. Lazima wawe na misuli, Jesus muscles. misuli ya Kristo. Amen. Amen. Built up in Him. Kujengwa ndani Be yake, established in the faith kuiwekezwa katika imani as you have been taught. kama ulivyofunzwa. Kuna watu wamewachilia hapa injili sana. Kwa conferences kwa nini wamewachilia imani? Bwana, usifikirie mambo pole hivi. Kijenge katika imani. Kuwa mtu wa imani. Kuwa mtu wa imani. Sasa kupaya, kuwa mtu wa imani. Kuna pesa kwa kaunta, kuna mishahara, kuna nini, kuwa mtu wa imani. Wewe unaweka vitu kwa meza. Wewe unaishi, wewe watoto wako wanasoma. Wewe mbele, usiangalie hapo, ukiangalia hapo utaona COVID. Usiangalie hapo, unaona mbele. Bwana asifiwe sana. Shukuru mtu kama amesema anaangalia mbele, anaangalia tu mtu anasimama. Angalia hapa, angalia mbele. Amen. Amen. Kuwa mtu wa imani. The Bible says, Biblia inasema the just shall live by faith. wenye haki wataishi kwa imani. Amen. Amen. We don't look at the things we are seeing. Hatuangalii vile tunavyoona kwa macho. We are seeing in faith. We are seeing in faith. We are making it. Tunaona kwa imani kwamba tunafaulu, tunashinda. I don't care what you are seeing. Me, I'm seeing the victory. Sijali kile unaona, mimi naona ushindi. I'm seeing this church being completed. Ninaona kanisa hili likikamilishwa In the name of Jesus. katika jina la Yesu. I'm seeing people coming in that church. Ninaona watu wakiingia katika hilo kanisa. I'm seeing parking of vehicles. We are looking outside there, another plot where we will be parking our vehicles. Ninaona magari yakiegeshwa mpaka tunatafuta ploti huko nje ya kuegesha magari. Nani alisema KABD inapaki tu hapo peke yake? We are seeing vehicles coming. You are coming. Tunaona magari yakija. Amen. Amen. Looking for place where you can park. Tukitafuta mahali pa kuegesha. And rushing very, unakuja mapema, usipokuja mapema utapata mahali pa kuweka gari yako. Joseph unasikia utapata mahali pa kuweka gari yako. Kuja mapema. Amen. 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 Oh, receiving Christ as Lord of your life. Kumpokea Kristo kama Bwana wa maisha Is yako the beginning of life with Christ. ni mwanzo wa maisha na Kristo. When you receive Christ, Ukimpokea Kristo, you begin your life. unaanza maisha yako. People say in the world, they say life begins at 40. Katika ulimwengu watu wanasema kwamba maisha huanza katika umri wa miaka 40. But for me, life begins when I received Christ. Lakini kwangu uzima ulianza wakati nilimpokea Kristo. Amen. Amen. I don't care the years I wasted outside the world. Sijali maisha niliyopoteza kule nje katika ulimwengu. But from the time I received Christ, Lakini kuanzia wakati nilimpokea Kristo, my life has never been the same. maisha yangu hayajabaki vile My tena. life has never been the same again. Maisha yangu hayajabaki vile From the tena. time I received Christ, Kuanzia wakati nilimpokea Kristo, I can count God's blessing and blessing. naweza kuhesabu baraka za Bwana moja hadi nyingine. Amen. Amen. Niliumia huko nje sana wapendwa. Niliumia. Asante kwa kumkumbuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu hata siku moja imeshinda miaka 1000 outside. Haijalishi hata kama umechukua muda gani. But it makes a difference. Inafanya tofauti. Amen. Amen. A new beginning in life. Mwanzo mpya maishani In Christ. katika Kristo. But you must continue to follow his leadership. Lakini lazima uendelee kufuata uongozi wake Christ. wa Kristo. You must continue to follow his leadership by
being rooted and built up and strengthened in faith. Lazima uendelee kufuata uongozi wake kwa kuwekeza mizizi yako na kujengwa ndani ya imani ya Kristo. Christ wants to guide you. Kristo anataka kukuelekeza. Christ wants to help you. Kristo anataka kukusaidia. Your daily problems, Christ wants to help you. Hata katika shida zako za kila siku Kristo anataka kukusaidia. But you must be rooted. Lakini lazima uweke mizizi. You must be built in him. Lazima ujengwe ndani yake. You must have faith in him. Lazima uwe na imani ndani yake. You can live for Christ. Unaweza kumuishia Kristo. By these three things how you can live for Christ. Vitu vitatu vya namna ya kumuishia Kristo. Number one. Jambo la You can kwanza. live for Christ. Unaweza kumuishia By Kristo submitting your life and submitting to his will. kwa kujitoa maisha yako kuwa katika mapenzi ya Kristo. Commit your life to Christ. Weka maisha yako kwa Kristo. Amen. Amen. Commit your life to Christ. Submit to him. Jitoe maisha yako kwa Kristo. Shida ni kwamba tunataka kwa Kristo. Tunasema kweli Yesu Kristo ni Bwana, lakini tunakataa nguvu za Yesu Kristo. Tunakataa maisha yake. Commit to him. Jitoe kwake. Commit your life to Christ. Jitoe maisha yako kwa Commit Kristo. your family to Christ. Weka familia yako kwa Kristo. Commit your job, commit your time, commit what you are doing. Toa kazi yako, toa chochote unachofanya kwa Kristo. Submit to his authority. Tii mamlaka yake. Amen. Amen. Romans chapter 12 verse 1. Warumi 12 mstari wa kwanza. Three things you need to do. Vitu vitatu unafaa kufanya. Commit your life and submit your will to him. Toa maisha yako na uweke maisha yako kwake. Amen. Amen. Toa maisha yako. Jipeane maisha yako. The Bible says, Biblia inasema, I beseech you therefore, brethren, basi ndugu na wasihi by the mercies of God, kwa huruma zake that Mungu, you present your bodies as a living sacrifice. itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. A living sacrifice. Dhabihu iliyo hai. You know we have not yet slaughtered you. Bado hatuja kuchinja. You are committing as a living sacrifice. Unajitoa kama dhabihu iliyo hai. A sacrifice. Dhabihu iliyo. Amen. Amen. But before even you commit yourself as a sacrifice, Na hata kabla ya kujitoa kama dhabihu, when you see the knife, ukiona uzima, you jump out. unaruka. When you see the fire, you jump out of the fire. Ukiona moto unatoroka, unaruka nje. Commit yourself. Jitoe. You are going to sacrifice. Utatolewa dhabihu. If you sacrifice to this Jesus, Ukitoa dhabihu kwa huyu Kristo, he will guide you. atakuelekeza. He will take care of your situation. Atashughulikia hali yako. Because he's seeing someone who is committed. Kwa sababu anamwona mtu ambaye amejitoa. And living sacrifice. Dhabihu iliyo hai. Be holy. Takatifu. Be acceptable to God. Iliyo kubaliwa na Mungu. Are you acceptable? Je, unampendeza Mungu? Amen. Amen. Can you do some self-evaluation? Unaweza kujipima mwenyewe. Just do some self-evaluation. Wewe jipime mwenyewe. The way you normally go to a mirror and look at yourself. Namna unavyoenda kwa kioo na kujiangalia. Say, hapo niko sawa. Nasema hapo nipo poa. Unaangalia nywele, unaangalia kila kitu, unaangalia nini, unasema hapa niko sawa? Can you commit uone hiyo mirror useme sasa hii mirror ni Yesu. Na Yesu anakuangalia. Unaweza kabla watu wajakuangalia, unaweza kusema niko sawa. Are you acceptable to God? Je, unampendeza Mungu? Which is your reasonable service. Ambayo ni utumishi wako unaokubalika. Amen. Amen. Verse 2. Mstari wa pili. Bible says what? Verse 2. Mstari wa And pili. do not be conformed to this world. Wala msifatishe namna ya dunia hii. Mitindo ya ulimwengu huu. Tusifatishe mitindo ya ulimwengu huu. Ulimwengu iko na mitindo. There is a way people are doing things. Kuna namna watu wanafanya vitu. But there's a way as a Christian you should do your things. Lakini kuna njia ambayo unafaa kufanya vitu kama Mkristo. But be transformed by the renewing of your mind. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. The truth is that we are in the world. Ukweli ni kwamba tuko hapa ulimwenguni. But we should not be conformed to the standard of the world. Lakini hatufai kugeuzwa kwa kufanywa njia za ulimwengu huu. Why? Kwa nini? Because our mind are being transformed. Kwa sababu nia zetu zinageuzwa. They are being renewed. Zinafanywa upya. That we may prove what is that good and acceptable and the perfect will of God.
God. Pate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza. Amen. Amen. Let's have a renewed mind. Basi tuwe na nia mpya. The problem is here in the mind. Shida yetu ni katika nia. Pastor Bwire was telling us the problem is in the mind. Mchungaji Bwire alituambia shida yetu ni nia. When we work here, Tukifanya kazi kwa nia zetu, we can be renewed. basi tunaweza kugeuzwa. We can live a Christ-like life. Tutaweza kuishi maisha kama ya Kristo. Lakini kama hujabadilishwa katika hapa, unaona shida. Unaona tutaangamia. Tutaangamia. Number 2. Jambo la pili, Seek to learn from him. tafuta kujifunza kutoka kwake. Jesus, I'm talking about Jesus. Naongea kuhusu Yesu Kristo. Seek to learn from him. Tafuta kujifunza kutoka kwake. His life and his teachings. Maisha yake na mafunzo yake. That's why we come to church every Sunday. Ndio sababu tunakuja kanisani kila Jumapili. We are learning what Jesus did. Tunajifunza yale Yesu alifanya. When you read the Gospels, Ukisoma Injili, the 4 Gospels, Injili 4, you will get the life of Jesus utajifunza kuhusiana na maisha ya from Kristo. the birth up to the death. Kuanzia kuzaliwa mpaka kifo chake. Learn him. Jifunze. Seek to learn him. Tafuta kujifunza kumuhusu. His lifestyle. Maisha yake. His lifestyle was what? Maisha yake yalikuwaje? Seek to learn Tafuta kujifunza from him. kutoka kwake. Colossians 3:16. Wakolosai 3:16. Colossians 3:16. Wakolosai 3:16. The Bible says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Amen. Amen. The word of God dwell in you richly. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. People who have got the word, they are the ones that are making in Christian life. Watu walio na neno ndio wanafaulu katika maisha ya Kristo. Amen. Amen. The word, Neno, the prayer, maombi, the teachings. mafunzo. The Bible is saying, let it dwell in you richly. Biblia inasema wacha lidumu ndani yako. Show me a rich person. Nionyeshe mtu tajiri. I'll show you the person who's rich in the word. Nitakuonyesha mtu aliye tajiri katika neno. Study this word. Soma hili neno. Amen. Amen. Let this word abide in you. Wacha hili neno likae ndani yako. Let this word dwell in you. Wacha lidumu ndani yako. When you are doing anything, compare, measure it with the word. Ukifanya chochote lilinganishe na neno. Let it be the perimeter. Wacha liwe ndio kipimo. Let it be the yardstick. Wacha liwe ndicho kipimo. Let it be the indicator. Wacha liwe ndicho kionyeshe. Whatever you want to do. Chochote unataka kufanya. What does the word of God say about this? Neno la Mungu linasema nini kuhusu haya? Amen. Amen. And by that, Na kwa hilo you are rich. utakuwa tajiri. Amen. Amen. Wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Hekima, kufundisha mmoja kwa zaburi na kuimba nyimbo tenzi za Mungu. Amen. Amen. Tunafundishana saa hii. Bwana mnasikia mimi ndio nimefaulu. Mimi sijafaulu. Tunafundishana. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika wimbo tunasikia wimbo hapa. Wimbo ya mwisho ilikuwa inasema namna gani? Mnasahau. Wimbo ya mwisho ilikuwa inasema namna gani? We worship you. Tunakuabudu. And the main duty of a man is to worship the Lord. Na kazi kuu ya mwanadamu ni kumwabudu Mungu. Tuna kazi nyingine. Kazi yetu ni kumwabudu. Wasaishi na mbinguni wanaabudu. They are just worshiping the Lord. Wanamwabudu tu Bwana. And the main duty of a man is to worship. Kazi kuu ya mwanadamu ni kuabudu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You must know hymns. Lazima ujue tenzi. Thank God kabeti nimeona hapo ni kitabu ya hymns hapo ya tenzi. Alikuwa hapa Kabeti na nyimbo za tenzi. And he came with spiritual songs. Na kaja na nyimbo za kiroho. And the psalms, when we started Pastor Jaya came with psalms. Na Zaburi tulipoanza nilianza na Zaburi. Hello. Hello. Amen. Amen. Complete worship. Hiyo ni ibada kamili. And we are coming now with the teachings. Basi tumekuja na mafunzo. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Singing with grace in your hearts to the Lord. Ukiimba kwa neema ndani ya moyo wako kwa Bwana. Amen. Amen. Singing with grace. Ukiimba kwa neema. You need the grace. Unahitaji neema. Amen. The grace even to sing. Neema ya kuimba. Amen. Amen. You need to be singing and then kupaya sana. Yote yawezekana na kwako ni kupaya. You need the grace. Unahitaji neema kuimba. Ask for the grace
grace Mungu nipe neema tu ya kuimba. Hata vile unanijua tu moyo wangu imepondeka, nimepitia mambo nimepondeka. Magonjwa ndio nimepitia mambo, nipe neema tu, nipe Mungu akupe neema wewe. Amen. Upate neema ya kuimba. Neema hata ikukaa tu hapa hivi. One hour. Na daktari anakuambia unakaa dakika 30. Neema. You need the grace. Unahitaji neema. Amen. Amen. Number 3. Tatu, And recognizing the Holy Spirit power in you. kutambua nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. You can live for Christ by recognizing the Holy Spirit power in you. Unaweza kumwishia Kristo kwa kutambua nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Amen. Amen. May the Holy Spirit power be in you. Na nguvu za Roho Mtakatifu ziwe ndani yako. The Holy Spirit will guide you. Roho Mtakatifu The Holy atakuelekeza. Spirit will teach you. Roho Mtakatifu The Holy atakufundisha. Spirit will empower you. Roho Mtakatifu atakutia nguvu. It will give you the ability to serve the Lord. Roho Mtakatifu atakupa uwezo wa kumtumikia The Mungu. power to serve other people. Roho Mtakatifu atakupa uwezo wa kutumikia watu wengine. Kutumikia watu si rahisi. Hata yeye kumtumikia si rahisi. Wewe unataka show boss why? Anakuandikia barua inasema onyesha sababu usifutwe. Kama una neema. Wewe pia utamjibu wewe wasta utaona. Acts chapter 1 verse 8. Matendo ya Mitume 1:8. Unahitaji neema wapendwa, tunahitaji neema. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Basi utapokea nguvu Roho Mtakatifu akija juu yako. Amen. Amen. What do you receive? Utapokea nini? Church, what do you receive? Utapokea nini kanisa? Power. Somebody say power. Utapokea nguvu. So you need the power. Unahitaji nguvu To live for Christ. kumwishia Kristo. Otherwise watakwambia wewe tangu uokoke, unapata nini kuokoka? Wachane uokofu. Sasa wale wanasemaje? Wachane kanisa. Lakini kama uko na Roho Mtakatifu nasema hata kama sikapata kitu, lakini Yesu angali anaishi. Yesu anirufia dhambi zangu. Yesu ananipigania. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata mateso ikuja na manakani, lakini kama uko na power ya Holy Spirit, unaendelea kwenda mbele. Power. The Holy Spirit power. Nguvu za Roho Mtakatifu. You will receive power. Utapokea nguvu When the Holy Spirit come upon you. Roho Mtakatifu akishawajilia. And when you have received power, Na baada ya kupokea nguvu you become a witness utakuwa shahidi. of Christ. Shahidi wa Kristo. You start in Jerusalem. Unaanzia Yerusalemu. Amen. Amen. Our Jerusalem is Sabatia. Yerusalemu yetu ni Sabatia. How many people have you reached here in Sabatia? Umefikia watu wangapi hapa Sabatia? Wacha tuwaje kujitangaza. Tuna watu ambao hawajaokoka akiwafikia. Anasema pastor aenda waleta. Mimi sikuwaleta. Wewe leta mimi niwafunze. Si uniletee wewe. Mimi kazi yangu kuwafunza. Bwana asifiwe sana. Amen. In Jerusalem. Yerusalemu. Judea. Samaria. And to the end of the earth. Mpaka mwisho wa dunia. Unasema Mungu nifungulie injili, nifungulie mlango. Nataka kwenda Amerika nihubirie hao Amerika. No, hata cha upili Sabatia. Sasa atafungua mlango anza na Jerusalem. Jerusalem may be your home. Kwa kwenu watu wajaokoka, hadi wa brothers wa kasa wajaokoka. Sasa nifungulie nipe pulpit. Kwanza ukinipa pulpit ya ubiri kabisa. Mpaka Pastor Moses atashangaa. Mimi sitaki hapa kushangaa na wewe. Can you preach in Jerusalem? Can you say hubiri Yerusalemu kwanza. Then you go to Judea. Alafu uende Yudea. And end by Samaria and uende Samaria hata mwisho wa dunia. Amen. Amen. And your Jerusalem and your brothers and sisters. Na Yerusalemu yako ni ndugu zako na dada zako. Those what we are seeing as seeing their drunkards. Wale ambao unawaona kama walevi. Wameshawaambia Yesu anawapenda. So uchukue tu nafasi. Invite them to church here. Wakaribishe kanisani. Wakuja hapa tuambie what happens when you are born again. Waje tuambie nini utendeka ukiokoka. Because they will say Yesu mwanani unachokoka na wataokoka saa hii. Amen. Finally, mwisho Ephesians 2:10. Waefeso 2:10. That was one point. What happens when you are born again, a new creature? What, number 2. What happens when you are born again? What happens when you are born again? Nini utendeka ukizaliwa mara ya pili? You are created in Jesus Christ unto good works. Umeumbwa katika Yesu Kristo kufanya kazi nzuri. Amen. Amen. You have been created. You have become a new creature to do good works. Umeumbwa na umefanyika kiumbe kipya kufanya kazi nzuri. Amen. Amen.
Thank God for the work you are doing. Tunashukuru Mungu kwa kazi unayofanya. Thank God the business you are doing. Tunashukuru Mungu biashara unayofanya. That one is good. Hiyo ni vizuri. But I'm talking about the good works in the body of Christ. Lakini naongea kuhusu kazi nzuri katika mwili wa Kristo. Amen. Amen. You have been created Umeumbwa that you may do good works. ili ufanye kazi nzuri. When you are sweeping the church, you are doing a good work. Unapofagia kanisa unafanya kazi When you nzuri. are doing ushering, you are doing good work. Ukifanya uelekezi unafanya When kazi you are nzuri. singing, you are doing a good work. Ukiimba unafanya kazi When you nzuri. are praying for other people, you are doing good work. Ukiombea watu wengine unafanya kazi nzuri. When you are building the church, you are doing good work. Ukijenga kanisa unafanya kazi nzuri. Stop complaining. You have been created to do a good work. Wacha kulalamika, umeumbwa kufanya kazi nzuri. Mimi ndio umewachia tu, hakuna hapo mtu mwingine. Wewe umeumbwa kufanya kazi nzuri kwa ajili ya Mungu. Bwana sana. Sio kutoa malalamishi. You are doing a good work. Unafanya kazi nzuri. What you are doing is a good work. Kile unafanya ni kazi nzuri. Kutembelea wagonjwa, you are doing a good work. Kwenda kuambia watu pole kwa madhambi, you are doing a good work. Giving to the work of God, you are doing a good work. Kutoa kwa kazi ya Mungu ni kazi nzuri. Kuhubiri injili, you are doing a good work. The reason why you have been created to do good work. Sababu ya kuumbwa ni kwamba ufanye kazi nzuri. I want to ask you the question. Nataka kuuliza swali. Are you doing a good work? Je, unafanya kazi nzuri? Amen. Amen. The Bible says Biblia inasema we are God's masterpiece. sisi ni kazi ya mikono ya Bwana. We are the work of we are workmanship of God. Sisi ni kazi ya mikono ya Bwana. Amen. Amen. Tunawimba ambayo inaimba sisi ni kazi ya mikono ya Bwana. Sisi ni kazi ya mikono ya Bwana. Ni kama sisi ni kazi ya mikono ya Bwana, basi waje tukafanya kazi ambayo inapendeza Bwana. Ephesians 2:10. Waefeso 2. So we created in Christ Jesus for good works. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Tutende matendo mema. Mema. Kazi ambayo unafanya ni matendo mema. Nisema hii mahubiri leo ni self evaluation. Inataka kila mtu. Is it a good work? Je, ni kazi nzuri? Unajichunguza mwenyewe. Amen. Is it good work? Ni kazi nzuri Which God prepared beforehand that we should walk in them. ambayo Mungu tokea awali alitekeleza ili tuenende nayo. God prepared us before you are born. You are prepared. At the second time, you will be doing a good work. Mungu alikutengeneza kabla ya kuzaliwa kwamba utakuwa ukifanya kazi nzuri. Amen. Amen. Our salvation is something only God can do. Wokovu wetu ni kitu ambacho ni Mungu pekee anaweza It's kutenda. only God who can do our work on our salvation. Ni Mungu tu ambaye anaweza kututendea kazi ya wokovu. It is His powerful creative work in us. Ni kazi yake yenye nguvu ndani yetu. Powerful creative work. Kazi yake ya uumbaji wenye nguvu. To change somebody. Kubadilisha mtu. Mtu ambaye serikali imeshika na kubadilisha. Ni jambazi. Yes. Lakini neno linakuingia ndani mpaka linabadilisha. Amen. Creative work, powerful creative work in our person. Kazi yenye nguvu ya uumbaji wa Mungu. Amen. Amen. Somebody was addicted. Mtu ambaye alikuwa na uraibu. Let me use my friend here. Nikubaliane nitumie rafiki yangu hapa. To change a person like this one. Kubadilisha mtu kama huyu profesa. To change him. Kumbadilisha. Until he can sit sober at such a time. Paka anaweza kuketi bila kuwa mlevi wakati kama huu. It takes the creative power of God. Inagharimu nguvu za uumbaji wa Mungu. Amen. Amen. The power of God. Nguvu za Mungu. Amen. Amen. Injili ambayo inaweza kubadilisha malaya. Wacha niongee sipini na ndio nini maana gani? Injili ambayo inaweza kubadilisha jambazi. Bana jaza na injili kama hiyo. Wewe kujaza na jambazi na injili kama hiyo. Mtu ambaye muonga na kukona anaweza kuona pesa tu hapa live. Lakini injili paka inambadilisha. Hallelujah. Hallelujah. If God considers us his masterpiece, kama Mungu anatuchukua kama kazi ya mikono yake, we dare not treat ourselves or others with disrespect. Basi hatufai kujichukulia ama kuwachukulia wenzetu kwa madharau Or inferior work. ama tunaona kama wao si kazi nzuri. We should treat one another with respect. Tunafaa kuchukuliana
wa heshima. Amen. Amen. When I see what God has done in my brother, I shall treat him with respect. Nikiona kile ambacho Mungu amefanya katika ndugu yangu, inafaa nimchukulie kwa heshima. What God has done in you, we treat it with respect. Kile ambacho Mungu amefanya ndani yako, tunakichukulia kwa heshima. This is the workmanship of God. Hii ni kazi ya Mungu. Amen. Amen. This is the workmanship of God. Hii ni kazi ya mikono ya Mungu. God working in us. Mungu akifanya kazi ndani He yetu. has transformed us. Ametubadilisha. He has changed us. Ametubadilisha. We have become new creatures. Tumefanywa viumbe The vipya. old has gone. Ya kale yamepita. You are safe when you are with me. Ni una usalama ukiwa nami. Watu wengine huwezi kuwa usalama kama kabla hujaokoka. We are safe. Hallelujah. Amen. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Tumalizia hapo. God's intention is that our salvation will result in acts of service. Lengo la Mungu ni kwamba wokovu wetu utatuelekeza katika kuwatumikia watu. Kutumikia watu. We have been saved to serve people. Tumeokolewa kutumikia watu. If not, you have been saved and then you go to heaven. Kama si hivyo, ungeokoka na upelekwe mbinguni, unyakuliwe. Mungu sungeniokoa niende tu mbinguni haraka. Nisizumbie katika hiyo ulimwengu mateso. Anasema paka ufanye kazi hapa ndio ukuja kwako. Uendike kule. Kwa vile atachaji kulingana na kazi ambayo umefanya. Matendo yako itachajiwa. Sasa wewe hujafanya. Wataangalia nini? Watapesa kwa nini? Amen. Amen. We are not saved merely for our own benefits. Hatujaokolewa mwisho. What happens when we are born again? Nini hufanyika tunapookoka? I said number one that we are new creature. Nilisema ya kwanza ni kwamba sisi ni viumbe vipya. Number two, I said we are created in Jesus Christ on the good works. Pili nikasema kwamba tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende kazi nzuri. And number three is for washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Na tatu ni kwamba kusafishwa, kufanywa upya kupitia kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. We have been sent to be made holy. Tumeokoka ili tufanywe kuwa watakatifu. To be washed. Kusafishwa. Because soon and very soon. Kwa sababu hivi karibuni Christ will be coming. Kristo atarudi. And he will come for a holy church. Na atakujia kanisa takatifu. Kanisa lisilo na maua. Hello? A church that has got no spots. Kanisa lisilo na maua. He will be coming for a clean church. Atakujia kanisa safi. And when I talk about the church, I'm not talking the building, I'm talking about you. Nikiongea kuhusu kanisa siongei kuhusu jengo bali naongea kuhusu wewe nami. So we have been saved. Kwa hivyo tumeokolewa. For regeneration. Ili tubadilishwe. And the renewing of the Holy Ghost. Na kufanywa upya kupitia kwa Roho Mtakatifu. The Holy Ghost is working on us. Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yetu. Roho Mtakatifu anatusafisha. Anatusafisha kila siku. Anasukuma kabisa. Randa watu wengine miguu iko na uchafu. Cracks mpaka sukume kabisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Tutabadilisha mpaka tufanane na Yesu. Na Yesu. Na kubadilisha si kazi rahisi. Ukipata mtu amekomoa nataka kumbadilisha, wewe jaribu uone na nguvu zako, utashindwa. Lakini Roho Mtakatifu anabadilisha mtu. Roho Mtakatifu anabadilisha hali. Roho Mtakatifu anatuosha, anashinda omo, anashinda hii sabuni nyingine mnaona wanasema inaitwa kinywa. Amen. Anatuosha uchafu wote, matope yote tumejipanga, tumeifanya namna gani, anatuosha. Watu waone hizo, waone wewe mchafu, lakini moyo wako ni mweupe. Moyo wako ni mweupe. Moyo wako Yesu atakapokuja anasema parapanda inalia, wewe utaitwa, utapaa, wewe ndio utakaliwa na yeye. Amen. We move from a life full of sin. Tunatoka kwa maisha yaliyojaa dhambi to one where we are led by God's Holy Spirit. Kwa yale ambapo tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. All our sins. Dhambi zetu zote. Not merely some are washed away. Si chache bali zote zinasafishwa. The Lord will wash away our sins. Bwana atasafisha dhambi zetu The Holy zote. Spirit will wash away our sins. Roho Mtakatifu atasafisha dhambi zetu. He's working on us.
anafanya kazi juu yetu, He's working on us. anafanya kazi We are kwetu. not yet there. We Hatujakamilika, are not yet clean. hatujakuwa The safi. Lord is working on us. Bwana anatenda kazi We kwetu. are in the workmanship. Tuko katika We are in the workshop. tuko katika karakana, tunafanyishwa kazi na Mungu. Amen. Amen. Selemani ameshika Anapiga raha. anapiga raha. Anapima. Anaweka kabila, anapima, anaangalia. Hapa konga kidogo. Ndio konga bana ruka. Wewe tatu. Konga walainisha. Tuko pamoja. Amen. We have a new life Tuna maisha mapya through the Holy Spirit. kupitia kwa Roho And He Mtakatifu, continually renews our hearts. na kila wakati anasafisha na kufanya upya mioyo yetu. I say we have a new life. Tuko na uzima mpya In Christ we have a new life. katika Kristo, tuna The uzima Holy Spirit mpya. is working on Roho us. Mtakatifu anatufanyia kazi, Amen. Amen. He's washing us. anatusafisha. That is what will make us the difference. Hiyo ndio inafanya tofauti, Because Christ is coming for the church. kwa sababu Kristo atarudi kuchukua kanisa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. He's the groom. Yeye ndiye bwana harusi, He's coming for the bride. anakujia bi harusi. Umeshaona hapo bi harusi kama amekaa chakara. Bi harusi anajing'arishanga siku ya harusi, anajipamba. Nilikuwa mahali pengine, acha niseme. Bi harusi anachukua muda anajitayarisha. Anataka awe mwenyewe bi harusi. Ukaini kura na maraini, jiandae bwana, jiandae, kirembeshe katika roho. Kirembesha moyo, niko kali ya moyo, nje tuko sawa, nje sina shida. Hii kanisa watu wanavaa vizuri. Hii kanisa watu hawana shida na kuvaa. Shida yangu ni moyo iko na maana gani kanisa? Moyo iko na maana gani? Moyo wetu iko na maana gani? Yesu anaweza kuchukua moyo wetu amekuja. Amen. Amen. None of this occurs because we earn or deserve it. None of our salvation occurs because we earn or deserve it. Wokovu wetu hauji kwa sababu tunastahili ama tulinyakua, tulifanyia kazi. It is all God's gift. Ni kipawa cha Mungu. Our salvation is not that we work, we have been working very well. No. Wokovu wetu si kwamba tumefanya bidii sana kuokolewa. Amen. Amen. It is a gift. Ni kipawa. It's a gift. Ni kipawa. Salvation is a gift. Wokovu ni kipawa. How do you treat your gift? Je, unakitunza aje kipawa chako? You keep your gift well. Unakiweka vizuri kipawa chako? I was given this Bible as a gift. Nilipewa hii Biblia kama kipawa. Just 50 years, but you see the box. Imekaa miaka lakini bado box imelindwa. You keep the gift well. Unaiweka kipawa chako vizuri. Amen. Amen. You keep it well. Unaweka zawadi yako vizuri. Keep salvation. Weka wokovu With fear and trembling. kwa uoga na kutetemeka. Amen. Amen. Protect your salvation. Linda wokovu wako. You should stay still away from your salvation. Weka wokovu wako. Keep this evil wokovu wako. Ni kiumbe kipya. The old has gone. Ya kale yamepita. Stop condemning yourself. Wacha kujihukumu. I wish I was so like so. Natamani ningekuwa kama fulani wa I fulani. wish I was married in such a family. Natamani ningekuwa I wish nimeolewa my kwa children were familia. like this and this. Natamani watoto wangu wangekuwa hiki na kile. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Start where you are. Anzia pale ulipo. Start going with Jesus. Anza kwenda na Yesu. Be committed to Jesus. Jitoe kwa Kristo. Be submitted to Jesus. Wewe jitoe kwa Kristo. Learn to seek Jesus. Jifunze kumtafuta Yesu. Acknowledge the power of the Holy Spirit in you. Kubali na kutambua nguvu za Roho Mtakatifu ndani The yako. Holy Spirit may work in you. Ili Roho Mtakatifu afanye kazi ndani To yako. serve Jesus and to serve other people. Kumtumikia Yesu Kristo na watu. You are called to service. Umeitwa kutumika. Amen. Amen. You have been called to service. Umeitwa kutumika. Not just to sit Si kuketi tu. and idle mind. Fikra ambazo hazifanyi kazi. Some will say it is a workshop of. Mtalisema ni karakana ya shetani. Occupy your mind with doing something for God. Jaza nia zako kwa kufanya kitu kwa ajili ya Bwana. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Can we close our eyes? Tufumbe macho yetu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. We will continue with this subject again. Tutaendelea na hili somo. Amen. I've mentioned only 3 points and there were 10. Nimetaja pointi 3 tu na ni 10. What happens when you are born again? Nini hufanyika unapookoka? You become brand new. Unafanyika kiumbe kipya kabisa. Even in heaven there is salute in heaven when one person comes to Christ. Hata mbinguni mtu anapokuja kwa Kristo kuna There is kushangilia. celebration in heaven. Kuna kushangilia. You are there.
uko pale. You are not born again. Haujaokoka. You are wondering what are these people talking about? Unashangaa watu wanaongea kuhusu nini? You have not given your life to Christ. Haujatoa maisha yako kwa Kristo. And you know, and you know, and you know. Na unajua, una uhakika, unajua. Christ happened to come right now. Kwamba Kristo akija sasa hivi, You cannot go to heaven. hawezi kwenda mbinguni. You have not given your life to Christ. Haujatoa maisha yako kwa Kristo. You are there, you are saying, Uko pale na unasema, preacher, pray with me. mhubiri, omba nami. I need Christ in my life. Namhitaji Kristo maishani I'm mwangu. tired of this life. Nimechoshwa na haya I've maisha. worked on my own, I cannot make it. Nimefanya kazi kibinafsi na I need a sijafaulu. helper. Ninahitaji msaidizi. With our eyes closed. Tukiwa tumefumba macho We yetu. have someone who wants to receive Christ as a Je, kuna yeyote ambaye anataka kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi? We can give you this opportunity. Tunaweza kukupa hii fursa. Not looking at your neighbor. Usimwangalie jirani. This is a matter of death and life. Hii ni mambo ya maisha na uzima na kifo. You want to choose between life and death. Unataka kuchagua uzima na mauti. Christ is life. Kristo ni maisha. Devil is the death. Shetani ni kifo. Do you have somebody? Je, kuna yeyote? And ashamed, you can raise up your hand. Bila kuaibika, inua tu mkono wako tuone. You have not born again. Wewe hujaokoka. You go to church, I understand that one is good. Unaenda kanisani, ndio ni vizuri, But you have not confessed Christ as Lord and Savior. lakini hujamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Do you have somebody? Je, kuna yeyote? Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Father. Asante Baba. What happens when you are born again? Nini hufanyika ukizaliwa mara ya You pili? become a new creature. Unafanyika kiumbe kipya. Fear comes out of you. Uoga hukuondoka. All habits comes out of you. Tabia za zamani zinakuondoka. Anything of the devil is not part of you. Chochote cha shetani si sehemu yako. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. And right now I declare to you, Na sasa hivi you nakutangazia, are a new creature. wewe ni kiumbe You kipya. are a new person. Wewe ni mtu mpya. You are a brand new. Wewe ni kiumbe In the kipya name of Jesus. katika jina la Yesu. Father, I pray for this congregation. Baba, naombea huu umati. Thank you for the creative power of salvation in their lives. Asante kwa nguvu za uumbaji za wokovu ndani ya maisha yao. Thank you for saving them. Asante kwa kuwaokoa. Thank you for snatching them from the hand of the devil. Asante kwa kuwanyakua kutoka kwa mikono ya What the shetani. enemy intended to do on them Kile ambacho shetani alitazamia kutenda juu is yao defeated in the name of Jesus. kimeshindwa katika jina la Yesu. Thank you for the power you have given unto us, Asante kwa nguvu ulizotupa, that we can refuse the works of the enemy. kwamba tunaweza kukataa kazi za We adui. can take authority in the name of Jesus Tunaweza kuchukua mamlaka katika jina la Yesu and say no to the devil. na kusema la kwa shetani. I pray for them for good health. Na waombea uzima na afya Even njema during this time of COVID-19, hata wakati huu wa COVID-19. none of the virus, the bacteria shall touch their body. Hakuna kirusi ama kiini ambacho kitagusa maisha yao. And if it touches, it dies instantly. in the name Hata of Jesus. kikiwagusa kitakufa ghafla katika jina la Yesu. These people will live and do the service you have called them to do. Hao watu wataishi na kufanya huduma ambayo umewaitia Covered kufanya. with the blood of Jesus. Na wafunika na damu ya Yesu. Throughout this week, Juma hili they zima are protected. wamelindwa. As we finish this month, Tunapomaliza mwezi huu we are protected. tumelindwa. As you usher in the month of December, Unapotuingiza katika mwezi wa we Disemba, decree the month of December blessed month. tunatangaza mwezi wa Disemba Even umebarikiwa. during any festival that will be there in December, Hata sherehe zozote ambazo zitakuwepo we zote declare them sanctified in the name of Jesus. tunatangaza zimetakaswa katika jina la Yesu. Father, we bless you. Baba, tunakubariki, We worship you. tunakuabudu In Jesus' name, katika jina la Yesu. we pray and believe. Twaomba tukiamini, Somebody say amen. tusema amina. Amen. Amen. Give yourself a big hand. Jipigie makofi In Jesus' name. katika jina la We Yesu. have come to the end. Tumefika mwisho, But as you go home, lakini unapoenda nyumbani, know that you are a new creature. jua kwamba wewe ni kiumbe kipya. Walk as a new creature. Tembea kama kiumbe kipya. Amen. Amen.